Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya 8 ya simulizi yetu nzuri kabisa ya mapenzi inaitwa Ndizi kwa Mlenda. Mtunzi wa simulizi hii ni kukumbushe tu anaitwa Edgar Mbogo. Sehemu iliyopita, kama utakuwa unakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo mara baada ya maisha yake pamoja na wazazi wake kugeuka ghafla na kuwa magumu ya kutupwa huko Songea, huku Jackson akihangaika kufanya kazi mbalimbali ili kusudi kuwasaidia wazazi wake pamoja na wadogo zake wawili huko kijijini Mwenge Mshindo. Hatimaye sasa Jackson anasafiri kuja Dar es Salaam kutafuta maisha, na huku akiunganisha na mpango wake wa kumtafuta mpenzi wake Bwana Lisa ambaye walikuwa wamepoteza na miaka mingi sasa iliyopita. Safari yake ya Jackson kuja Dar es Salaam itakuwaje? Kumbuka kwamba hii ni simulizi ambayo tunaipata, na mara ya mwisho tuliona Jackson alikuwa amemuona Mona Lisa pale Kibaha katika ofisi ya mafuta ambako alikwenda kwa ajili ya kuomba kazi, na Mona Lisa alikuwa anaonekana kulia kwa furaha mara baada ya kumwona Jackson. Kwa sasa simulizi ya kumtafuta Mona Lisa inaendelea, na tunaanzia hapa Mbezi, Dar es Salaam ambako Jackson amefika tayari. Majina yangu naitwa Felix Mwenda kutokea Simulizi Mixi. Hii ni sehemu ya 8. Uhifadhi wa fedha ulifanyika kwa muda wa mwezi mmoja tu, kwa sababu wakati wa kiangazi cha mwezi wa 6, Jackson ambaye tayari alikuwa amehifadhi kiasi cha pesa shilingi 20,000 alipewa wazo la kuelekea Dar es Salaam, ambako aliaminishwa kwamba kwa juhudi zake za kazi ambazo alikuwa nazo huko angefanikiwa kwa 100% kimaisha. Jackson ambaye aliibua tumaini la kumwona tena mpenzi wake Mona Lisa huko Dar es Salaam, ni kweli kabisa alipanga safari yake vizuri ya kuelekea Dar es Salaam, akishukia maeneo ya Mbezi, na huku akiwa na akiba ya shilingi 2,400, huku akiwa hajui kabisa atafikia wapi, atalala kwa nani, wala atakula kitu gani pia. Bahati nzuri kwake ni kwamba katika stendi ndogo ya daladala pale Mbezi mwisho alikuta watu walikuwa na kesha mpaka asubuhi, naye akaungana nao akikaa mpaka asubuhi na kuanza kutafuta kazi, kitu ambacho alikuwa naamini kabisa kwamba kwa Dar es Salaam kazi inapatikana kiurahisi kabisa. Lakini mpaka siku ya pili inakuisha hapakuwa na dalili yoyote ya yeye kupata kazi yoyote. Kusema kweli kabisa, Jackson alianza kupakumbuka kwa Songea, ambapo katika siku hizi 2 labda angekuwa ameshapata pesa na kuwatumia wazazi wake kijijini. Lakini pia haikuwa ni kama ambavyo alikuwa amefikiria mwanzo kwamba angekutana na Mona Lisa kirahisi tu, kwa sababu kusema kweli kabisa jiji lilikuwa ni kubwa sana, na sio kama kwa Songea ambako ingekuwa ni kampeni ya wiki chache tu kwa ajili ya kumpata Bwana Lisa, na pengine tayari kwa hizi siku 2-3 angekuwa ameshamuona. Lakini swali ambalo alikuwa anajiuliza ni kwamba hata kama atamuona huko Dar es Salaam, angemkubali tena kwa jinsi vile ambavyo alikuwa ameshakaa. Kijana wetu Jackson anatamani kurejea mjini Songea, lakini sasa tatizo ni nauli ya kurejea Songea. Hakuwa na uwezo kabisa wa kuipata, kama ile tu ya kununua chakula tu alikuwa amekosa. Vipi kuhusu nauli ya kupanda basi kutoka Dar es Salaam mpaka Songea? Dogo, wewe umetokea wapi kwani? Hapa Dar es Salaam watu hawaji kutafuta kazi, lakini wanafanya kazi yoyote ambayo wanaona kwamba inafaa. Siku moja Jackson alikuwa anaambiwa na mtu mmoja mara baada ya kumuuliza sehemu ambayo anaweza kupata kazi. Ukweli ni kama tu vile ambavyo alikuwa ameambiwa. Siku ya pili akaanza kuungana na watu wanaofanya kazi ndogo ndogo kama vile kukusanya vyuma chakavu na kwenda kuviuza. Na hata alipokuwa anapekua kwenye jalala nje ya nyumba moja huko Mbezi, akatokea mwenye nyumba na kumwambia kwamba amfanyie kazi ya kuondoa nyasi mbele ya nyumba yake, ikiwa ni kazi ambayo Jackson ni kama alikuwa ameizoea. Naye akaichukua ile kazi mara moja na kuifanya masaa machache, kiasi cha kumshangaza hata mwenye nyumba mwenyewe ambaye alimlipa shilingi 5,000 ya Kitanzania. Sasa sikiliza dogo, hii kazi ya kutafuta vyuma chakavu naona kabisa kwamba haikufai. Wewe una uwezo mzuri sana kwenye kilimo. Unaonaje kama nikakuunganisha na rafiki yangu mmoja yupo Kibaha huko? Yeye ana eneo ambalo alikuwa anahitaji mtu wa kulisafisha.
Alikuwa anazungumza vile jamaa yule ambaye Jackson hakumuuliza kabisa hata jina lake alikuwa anaitwa nani. Kusema kweli kabisa bosi, mimi sichagui kazi. Naomba nielekeze huko niende hata sasa hivi tu. Alikuwa anazungumza vile Jackson ambaye huyu alikuwa na uhitaji mkubwa sana wa kazi. Basi sawa, kuna shida. Kesho majira ya saa 1 kamili asubuhi uwe hapa tayari. Alikuwa anazungumza vile jamaa kabla Jackson hajashukuru na kisha kuondoka zake. Siku ya pili ni kweli kabisa majira ya saa 1 asubuhi Jackson alifika pale ambapo alikuwa ameelekezwa, yani nyumbani kwa yule jamaa ambaye aliongozana na yule jamaa, na huku njiani alikuwa anawasiliana na simu akimweleza mtu kwamba yuko na Jackson na mpitie barabarani. Haikuchukua muda mrefu sana pale barabarani likaja gari Toyota Hilux toleo la zamani ambalo lilikuwa na watu wawili ndani yake, yani mume na mke ambao ni watu wazima kabisa. Walisalimiana na yule jamaa, na huku Jackson alikuwa anawaamkia kwa heshima na adabu kabla ya kupanda kwenye gari, na safari ikaanza mara moja, huku yule jamaa akiwa anawahakikishia juu ya ufanisi wa Jackson katika kazi za kilimo. Lisali moja lilitumika mpaka kufika Kongoe ambako ndiko kuna hilo shamba. Ni umbali wa kilomita kama 3 kutoka barabara kuu ya Morogoro. Jackson akaonyeshwa shamba lenye ukubwa wa ekari 5 pamoja na kukabidhiwa vifaa na yeye kuingia kazini mara moja. Makubaliano yalikuwa ni shilingi 10,000 kwa kila eka moja. Kwa sasa malipo kwa jumla yangekuwa ni shilingi 50,000 pale tu ambapo angekamilisha kazi vizuri. Hata hivyo waliondoka zao wakimwachia shilingi 10,000 kwa ajili ya utangulizi. Siku ile ya kwanza ambayo Jackson alikuwa amechelewa kuanza kazi, akajikuta alikuwa anasafisha nusu eka. Kwake ilikuwa ni kazi nyepesi sana ukilinganisha na kilimo cha Songea ambacho alikuwa analima mchana kutwa, na kwa maelekezo ambayo alikuwa amepewa alikuwa anaona kabisa kwamba hii ilikuwa ni kazi nyepesi sana ambayo angeimaliza kwa muda mfupi sana. Akiwa ameamua kulala kule shambani Kongoe, kwa sababu hata akienda Mbezi ingekuwa ni upotevu wa fedha, maana hata huko Mbezi hakuwa na sehemu ya kuishi. Jioni ya siku ile alikwenda kutembea katika maeneo ya barabarani, na huko alikuwa anapanga kuja kulala katika nyumba moja ambayo hiyo ilikuwa inaendelea na ujenzi, japo ilikuwa tayari imeezekwa. Siku ile ndio siku ambayo Jackson aliona ni wakati sahihi wa kuwasiliana na wazazi wake huko Songea, kwa maana kwamba alikuwa anatarajia kupata kiasi cha pesa ambacho angewatumia moja kwa moja mara tu baada ya kukipata. Jackson kweli kabisa alifanikiwa kuzungumza na wazazi wake akitumia simu ya kwenye kibanda cha kupigia simu, akipiga namba ya mwalimu mmoja kule kijijini, na huyu alikuwa ni mwalimu Ndunguru ambaye alikuwa anafundisha katika shule ya msingi Mwenge Mshindo. Jackson aliwastua sana wazazi wake ambao walishangazwa na taarifa kwamba eti alikuwa amekuja Dar es Salaam. Unaweza vipi kuishi katika mji ambao hauna ndugu wala mtu yeyote wa karibu Jack? Alikuwa anauliza bali swali babake Mzee Kifaru, ambaye kwa upande mwingine alikuwa anajivunia sana kuwa na kijana mpambanaji kama Jackson ambaye alikuwa anapigania maisha yake pamoja na familia yake pia. Wala usiwe na wasiwasi kabisa baba, kwa sababu huku Dar es Salaam kila mtu yuko mwenyewe tu. Wengi wanaishi bila wazazi wala bila hata ndugu. Kikubwa ni kufanya kazi kwa bidii tu basi baba. Alikuwa anazungumza vile Jackson kumtoa wasiwasi baba yake Mzee Kifaru na kusababisha mama na baba yake watoe baraka zao kwa kijana wao, wakimtakia mafanikio mema katika kazi za mikono yake ambazo alikuwa anafanya. Siku ya pili Jackson aliamka mapema kabisa kutokea pale kwenye jengo la nyumba ambayo haikuwa imemalizwa ukarabati. Alielekea shambani kwa bosi wake kama kawaida, ambaye pia hakuwa anamjua hata jina lake alikuwa anaitwa nani, kama ilivyokuwa kwa yule wa kwanza kabisa wa kule Mbezi. Siku hii ya pili Jackson alifanya kazi kwa juhudi zake zote na alimaliza nusu ya eneo lote ambalo lilikuwa limebakia. Lakini bosi wake hakuwa amefika, lakini kwa sababu alikuwa na pesa kidogo ambayo ilikuwa imebakia kutokea kwenye ile 10,000 ambayo alikuwa amepewa, hakujali sana. Tofauti na siku ya tatu ambapo mpaka kufika saa 10 za jioni tayari Jackson alikuwa ameshamaliza kusafisha eneo lote la ekari 5 na kukusanya nyasi zote katika mafungu tayari kwa ajili ya kuzichoma. Siku ile alichelewa kidogo kuamka kutokana na uchovu, lakini pia sababu ya siku ya pili hakuwa na kazi yoyote ya kufanya zaidi ya kumsubiria tu bosi wake aje kumpatia malipo yake
na yeye awatumie wazazi wake pesa yote huko kijijini. Jackson akiwa ameshaamka amekaa kwenye kibaraza cha ile nyumba ambayo iko pembezoni mwa barabara. Mara akawaona vijana watatu walikuwa wanaingia kwenye ile nyumba, na huku walikuwa wamevaa vizuri kabisa, lakini pia walikuwa wamebeba mabegi mgongoni na mfuko uliokuwa na vifaa vidogo vidogo vya ujenzi, yani kama vile konobao pamoja na vijiko. Dogo, vipi tena? Mbona bosi hajasema kwamba kuna mtu atakuwepo hapa? Alikuwa anauliza vile swali mwanaume mmoja ambaye ndio alikuwa anaonekana kuwa zile umri wenzake wote. Hapana ndugu zangu, mimi nafanya kazi kwenye shamba moja hapo mbele. Nilikuwa nimepumzika tu hapa na msubiria bosi wangu aje. Alikuwa anajieleza vile kijana wetu Jackson. Kwa sasa umeshamaliza hiyo kazi, sio? Alikuwa anauliza vile swali jamaa yule, na huku wengine walikuwa wanaanza kubadilisha nguo zao na kuvaa nguo ambazo zilikuwa zimechakaa kwa ajili ya kuanza kufanya kazi ya ukarabati wa nyumba hii. Ndio, kazi nimeshamaliza tayari. Na msubiria tu bosi aje kunilipa malipo yangu. Alikuwa anazungumza vile Jackson bila kuwa na wasiwasi wote ule. Sasa dogo, kama vipi, kuna kazi ya kusaidia fundi hapa. 7,000 kwa siku. Unasemaje? Alikuwa anazungumza vile jamaa yule, na hapo Jackson akaasha tabasamu pana. Kusema kweli kabisa, nashukuru sana kaka, kwa sababu hata mimi nahitaji sana kazi. Alikuwa anazungumza vile Jackson, japo ilikuwa ndio mara yake ya kwanza kabisa kufanya kazi ya ujenzi kama hiyo, lakini akajipatia moyo kwamba yeye kazi zote alikuwa anafanya hawezi kabisa kuchagua kazi. Jackson ambaye alikuwa anatembea na begi lake dogo muda wote, hakika alichagua nguo moja na kisha kuifanya kama nguo ya kazi, na kisha alianza kusaidia mafundi kusogeza tofali na kubeba simenti, na huku alikuwa anafundishwa kuchanganya simenti na mchanga pia. Mpaka jioni inafika anapewa shilingi 7,000 kama malipo yake ya leo. Bado alikuwa hajamwona bosi wake. Kwa hivyo ile 7,000 na ile ambayo alikuwa amebakia nayo kidogo zikamsaidia kusogeza maisha, na tena kwake ilikuwa ni pesa nyingi sana. Hakuhangaika sehemu ya kulala zaidi ya kwenda kutafuta maboksi na kufanya godoro ndani ya ile nyumba ambayo wale watu walikuwa wanajenga. Siku ya pili majira ya saa 6 za mchana, Jackson aliliona sasa gari la bosi wake lilikuwa linaelekea shambani. Akawaaga wenzake na kisha kumfuata bosi wake kule shambani, ambapo alimkuta bosi wake pamoja na mke wake walikuwa wamesimama, walikuwa na shangaa tu shamba lao. Vipi, wenzako wako wapi? Alikuwa anauliza vile swali bosi mara tu baada ya kumwona Jackson. Wale nimefahamiana nao tu jana pale bosi. Wamenipatia kazi ya kusaidia fundi pale basi. Alikuwa anajibu vile Jackson akiamini kabisa kwamba alikuwa ameelewa swali la bosi wake, na kumbe hivyo sivyo bosi wake alikuwa anamaanisha. Nauliza wenzako mlioshirikiana kusafisha ile shamba. Alikuwa anauliza vile swali bosi wake wa kiume, na kumfanya Jackson atoe macho kwa mshangao. Bosi, mbona kazi nimefanya mwenyewe na nimemaliza toka juzi, na nilikuwa nakusubiria tu. Wale nimefahamiana nao jana tu na wala hawajahusika kabisa na hii kazi yangu. Alikuwa anazungumza vile Jackson akionyesha msisitizo na kufanya bosi wake na mke wake watazamane kwa mshangao. Sasa mbona hukusema kwamba utamaliza mapema kijana? Sisi tulikuwa tunajua labda utatumia wiki nzima kusafisha shamba ekari 5. Alikuwa anazungumza vile bosi wa kike ambaye kwa bahati nzuri walikuwa wamebeba shilingi 40,000 ambazo alimpatia Jackson na kumtakia kazi njema. Jackson akarejea tena kule kwa wenzake na kuendelea tu na kazi ya kusaidia fundi, na huku alikuwa anaendelea kufahamiana na wenzake, akiwaelezea kuhusu maisha yake hapa Dar es Salaam na maisha ya huko Songea ambako alikuwa ametokea. Na kwa jinsi ambavyo unapiga kazi Jackson, basi na kuahidi kabisa kwamba tutakuwa pamoja. Alikuwa anazungumza vile jamaa yule ambaye ndio alikuwa anaonekana mkubwa kuliko wenzake. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, msikilizaji. Walikuwa wanapata kazi sehemu nyingi, hasa maeneo ya huko Kibaha, mara Kibaha kwa Matias, mara Kibaha picha ya ndege, na kazi hizo zote zilikuwa zinafanya Jackson anakusanya pesa na kuwatumia wazazi wake kijijini. Mara nyingi alikuwa anatuma pesa kwa magari ya abiria, yani basi,
na pesa hizo zilikuwa zinakwenda kuchukuliwa na Mwalimu Ndunguru ambaye alikuwa anazifikisha salama kabisa nyumbani kwa wazazi wake. Licha ya kufanya kazi kwa juhudi kubwa sana kama hivyo, lakini bado Jackson hakujali kabisa kuhusu kununua nguo mpya wala kufanya starehe ya aina yote ile. Zaidi alikuwa nakula tu kawaida. Alikuwa nalala kwenye nyumba ambazo alikuwa anazijenga, na huku alikuwa anatuma pesa zote ambazo alikuwa anapata huko nyumbani kwao ili kusudi zikawasaidia wazazi pamoja na wadogo zake. Na sio kwamba Jackson hakuwa anatamani kuvaa vizuri kama wengine, ama sio kwamba hakuwa anatamani kujipatia wanawake warembo hapa Dar es Salaam kama ambavyo alikuwa anafanya mafundi wenzake wa kina Ramadhani, Kweka pamoja na fundi mkuu ambaye alikuwa ni Bwana Bwengo, ambao walikuwa anamsimulia kuhusu wanawake warembo ambao walikuwa anatoka nao kila siku. Alikuwa anapenda sana Jackson. Lakini sasa kwanza alikuwa anakumbuka hali ya maisha ya huko nyumbani. Kwa hiyo ndio ilikuwa namfanya pesa zote ambazo alikuwa anapata azitume huko nyumbani Songea. Siku ya Jumapili majira ya saa 8 za mchana, siku ambayo kikawaida huwa hawafanyi kazi, wakati huo walikuwa wameshika katenda ka kujenga nyumba ya askari wa jeshi la polisi katika maeneo ya Miembe Saba hapa Kibaha. Jackson alikuwa anatoka kwenye nyumba ambayo alikuwa analala, yani ile nyumba ambayo alikuwa anajenga, na alikuwa anaelekea barabarani kwa ajili ya kutafuta chakula, hata mihogo tu apate kula. Alikuwa anatembea taratibu, na huku alikuwa anawaza vitu mbalimbali kichwani ambavyo vilikuwa vinahusu maisha yake ya baadaye ambayo yatatokana na juhudi zake mwenyewe, maisha ya furaha yaliyomjia kama ndoto nzuri ambayo alikuwa anaiota huku akiwa anatembea. Jackson anajua na taswira ya maisha mazuri ya kifamilia katika nyumba yao ya zamani ambayo imerekebishwa vyema kabisa na kuwekwa vitu vipya. Anawaona baba na mama yake wakiwa wamekaa sebuleni wanatazama kioo kikubwa cha TV, japo hawajawahi kabisa kumiliki hata mara moja. Yote alikuwa anawaza tu Jackson, na anajiona yeye mwenyewe alikuwa anatoka chumbani, na huku alikuwa amevaa kinadhifu kabisa. Mkononi alikuwa na sanduku dogo la begi ambalo alikuwa anapeleka benki kwa ajili ya kupeleka pesa nyingi ambazo alikuwa amezikusanya kwenye biashara zake. Jackson anavuta taswira zaidi ya maisha mazuri. Anawaona wazazi wake namna vile ambavyo wamevaa vizuri, wanamtazama kwa macho ya tabasamu na furaha. Anaona kama kuna kitu anakosa pale sebuleni. Anawaongezea taswira ya vinywaji ambavyo wazazi wake wanavitumia juu ya meza, na sasa anaona kama kuna wafadhali kidogo. Jackson anajiondoa pale sebuleni na kutoka nje, na huku alikuwa amewaga wazazi wake, lakini anaona kama vile ndoto yake na mapungufu kidogo. Anajirudisha ndani na kuwaleta wadogo zake Timothy pamoja na Simon, ambao anawatazama dirishani wakiwa nje wanachezea baiskeli, vitu ambavyo hawajawahi kabisa kuchezea utotoni. Bado Jackson anaona taswira yake ya maisha mazuri ya baadaye ilikuwa na mapungufu. Anavuta taswira ya mwanamke ambaye atakuwepo mle ndani, akiwa ndio mke wake yeye, amembeba mtoto mdogo wa kiume. Jackson anamtengeneza mwanamke mrembo ambaye anafaa kuwa mke wake katika mafanikio, lakini anakosa kabisa mwanamke halisi atakayemfaa. Sasa Jackson ambaye anakosa sura na umbo halisi la mke wake wa baadaye, anaanza kutazama wanawake ambao alikuwa anapishana nao, na alikuwa anajaribu kubashiri labda kama yule, labda atakuwa kama yule. Lakini sasa anaposogea mbele kidogo, anamuona mwanamke mwingine, naye anasema kwamba labda atakuwa kama yule pale. Jackson ambaye sasa alikuwa amesahau kabisa kuhusu hadithi kichwani mwake, anaendelea tu kuwatazama wanawake ambao alikuwa anapishana nao, hasa wale warembo, na huku alikuwa anawapatia madaraja na kuwashananisha kwamba huyu ni mrembo kuliko yule. Na huku alikuwa anazidi kuendelea tu na safari yake taratibu kuelekea barabarani, katika barabara ambayo ilikuwa na watu wachache na maduka mawili matatu. Lakini wakati Jackson anakatiza sehemu hiyo, mara akaliona gari Toyota Prado. Wakati huo ilikuwa ni moja kati ya magari bora sana na gari la kifahari hapa Tanzania. Jackson anawaza kwamba hata yeye kama atakuwa na pesa nyingi hapo baadaye, basi atahitaji kuwa na magari matatu kama haya. Moja litakuwa ni kwa ajili yake pamoja na mke wake, gari la pili litakuwa ni kwa ajili ya wazazi wake wawili, na gari la tatu litakuwa ni kwa ajili ya wadogo zake Timothy pamoja na Simon. Lakini sasa wakati anavutiwa na hili gari Toyota Prado, mara akaona mlango wa gari ulikuwa unafunguliwa. Alikuwa anashuka mwanamke mmoja ambaye huyu kwa hakika alikuwa ni mzuri wa umbo na sura pia. Alikuwa anaonekana kuwa na umri kama wa miaka 40 ama 45 hivi. Lakini uzuri wake na muonekano wake ulikuwa ni wa kuvutia mno,
kiasi cha kijana wetu kukosa nidhamu na kuanza kwamba anaweza kupeana naye dudu mwanamke huyu. Kijana Jackson anamtazama huyu mama ambaye alikuwa mbele yake kama mita 25 hivi, na alikuwa anatembea kulifuata duka ambalo lilikuwa pembeni ya barabara. Yaani kusema kweli kabisa, kuna wanawake wazuri. Anaonekana mzee kabisa, lakini bado ni mzuri tu. Alikuwa anawaza pale Jackson, na huku alikuwa anamtazama huyu mwanamke ambaye kwa uzazi wa mapema anafaa kuwa mama yake. Jackson anajistukia kidogo na kutazama watu wengine ambao walikuwepo katika eneo lile, ambao anaona watu wachache wa kike kwa wa kiume ambao walikuwa katika mambo yao tu. Mfano, kuna wanawake wawili walikuwa katika banda lao la biashara ya chakula, na mita chache kutoka pale kwenye banda la chakula, ikiwa ni katika jengo la pili kutoka lilipo duka ambalo yule mama mrembo alikuwa analifuata, palionekana kulikuwa na vijana wawili waume ambao hawa walikuwa wamekaa tu wanamtazama huyu mwanamke ambaye aliwasalimia na kuwapatia ishara ya kuwapungia mkono, na wanapunga mikono kwa pamoja, na Jackson anatamani angekuwa yeye ndio anasalimiwa. Zaidi ya hapo, watu wengine walikuwa mbali kidogo na pale, na tena walikuwa mbele kabisa ambako yeye alikuwa anaelekea. Walikuwa na upande ambao inaonekana pikipiki kubwa aina ya Yamaha ilikuwa inakuja kwa mwendo mkali, na huku ilikuwa na watu wawili, yani dereva pamoja na abiria wake, na ilikuwa inakuja upande huu ambao Jackson pamoja na wale watu wengine walikuwepo. Yule mama mtu mzima anaingia dukani, na huku ile pikipiki ambayo ilikuwa na wanaume wawili waliovalia kitanashati, huku nyuso zao zilikuwa zimezibwa na kofia ngumu ya kuendeshea pikipiki, ilikuwa imeshafika usawa wa gari na kukamata breki za ghafla kiasi cha tairi za pikipiki hii kubwa kusota mita kadhaa kabla ya kusimama usawa wa gari pembeni kidogo ya mlango wa abiria wa mbele. Tukio la msoto wa tairi za pikipiki linawastua watu wote walioko katika eneo lile, kiasi cha yule mama aliyekuwa anaingia dukani kusimama na kisha kugeuka nyuma, ambako anashuhudia kijana mmoja ambaye ni abiria wa ile pikipiki alikuwa anashuka kwa kuruka kutokea kwenye pikipiki hiyo na anaofuata mlango wa gari, yani mlango wa abiria wa mbele. Na hapo yule mama mrembo ni kama vile alikuwa anagundua kitu. Jamani, wezi jamani! Yule mama alikuwa anapiga kelele vile, na huku alikuwa anajishika kichwani. Jackson alikuwa yuko mbali kidogo, hakuna chochote ambacho alikuwa anaweza kufanya. Anawatazama wale vijana wanne, anaona walikuwa wametulia tu wanatazama tukio, ni kama vile walikuwa wanatazama tu filamu kwenye runinga. Jackson ambaye alishawahi kushuhudia matukio kadhaa ya wizi, japo alikuwa anauchukia sana wizi, lakini hakuwa anauchukia sana wizi kama ambavyo alikuwa anauchukia sasa, hasa mara baada ya kugundua kwamba mjomba wake Kichenje kule Songea ndiye aliyemtia umasikini baba yake mzazi Mzee Kifaru, mara baada ya kuwatuma wezi kwenda kumtapeli pesa shilingi milioni 18 zote. Jackson anaumia sana moyo kwa kushindwa kumsaidia huyu mama ambaye anaendelea tu kupiga kelele za wezi, huku yule kijana mwizi kwa haraka alikuwa anafungua mlango wa gari katika upande wa abiria, na anachukua bahasha ya kaki ambayo ilikuwa imetuna vizuri kabisa, na kisha kukimbilia pikipiki. Anapanda kwa kuirukia, na bila kuchelewa mwendeshaji wa pikipiki anaiondoa mara moja kwa spidi. Hata sijui tuseme kwamba ilikuwa ni bahati ya nani kati ya yule mama aliyeibiwa bahasha iliyotuna, ama Jackson ambaye alifurahia kuona dereva wa pikipiki alikuwa anaongoza pikipiki kuja katika upande wake yeye alipokuwa, ambako ndio nje kabisa ya mtaa huu wa Miembe Saba. Jackson ambaye licha kutamani kuzuia lile tukio, lakini ukweli ni kwamba hakuwa na uwezo wa kuzuia pikipiki ile kubwa iliyokuwa katika mwendo, na ukichukulia kwamba hakuna mtu mwingine ambaye alikuwa anaonyesha dalili ya kusaidia tukio lile lisitokee, mama yeye alikuwa anaendelea kupiga kelele tu, na hizo ndizo zilikuwa zinamuumiza sana Jackson. Lakini bahati nzuri Jackson akapata wazo la haraka. Akatazama pembeni kwa haraka na kuona kipande cha tofali ambacho kilikuwa na uwezo wa kujaa katika kiganja cha mkono. Alipoitazama ile pikipiki aliiona kwa mita chache mbele yake, akaona kwamba anaweza kuwahi kufanya kile ambacho alikuwa anafikiria. Jackson hakutaka kabisa kuchelewa. Akainama haraka na kisha kuokota kile kipande cha tofali cha simenti, na ile anainuka tu, tayari pikipiki ilikuwa katika usawa wake katika umbali wa mita kama 5 tu. Akaona yule abiria wa nyuma alikuwa anageuza uso na alikuwa anamtazama, na bila shaka alikuwa anamtazama kuona kitu gani ambacho alikuwa anataka afanye. Jackson akavurumisha lile jiwe lenye mchanganyiko wa mchanga pamoja na simenti
ambalo lilikwenda moja kwa moja usawa wa pikipiki, na kwa abiria wa pikipiki alikuwa anashuhudia kwa macho yake jiwe lilikuwa linakuja usawa wa uso wake, na kama ile pikipiki ingesimama kwa ghafla, pengine jiwe lingewakosa. Lakini basi bila kutegemea, abiria wa nyuma ambaye ndiye aliyeiba bahasha kwenye ile gari alishuhudia jiwe lilikuwa linakuja katika usawa wa uso wake, na kwa uoga mkubwa akanyanyua mkono wake kujaribu kujikinga na madhara ya lile jiwe. Akakumbuka kwamba alikuwa amevaa kofia ngumu, yani helmeti. Wakakumbuka kwamba katika mikono ile pia, wala hakukumbuka kabisa katika mkono wake mmoja alikuwa ameshikilia bahasha ambayo alikuwa ametoka kuiba kwenye gari lile. Jiwe lilikwenda kugonga katika mkono wa yule mwizi, likagonga bahasha ambayo inamtoka mwizi mkononi, na jiwe linamalizikia kwenye usawa wa uso wa yule mwizi ambao ndio pekee ulikuwa wazi, kwa sababu sehemu zote nyingine za uso zilikuwa zimezibwa na kofia ngumu. Kutokana na kipigo hicho, abiria anayomba kidogo kwenye pikipiki na kusababisha dereva akose usawa na kuyumba kidogo. Nimedondosha mzigo oya. Nimedondosha mzigo. Abiria wa pikipiki anazungumza vile kwa kupiga kelele, na dereva wa pikipiki anasimamisha pikipiki ghafla na kufanya msoto wa pikipiki usikike vizuri kabisa, na huko tayari walikuwa wameshaiacha bahasha kwa mita kama 10 hivi nyuma. Wote wanageuka na kisha kuitazama bahasha. Wanamwona kijana Jackson alikuwa ameshaiokota tayari na kuanza kukimbilia kuelekea pale ambapo lilikuwepo gari la ule mama. Wale jamaa wanakosa kabisa kitu cha kufanya. Wanaondoa pikipiki na kuelekea nje kabisa ya mtaa huu wa Miembe Saba hapa Kibaha. Mama anaacha kulia. Anamkimbilia Jackson ambaye pia alikuwa anamfuata. Na ni bora uondoke kabisa hapa mama, kwa sababu wanaweza kuja tena. Alikuwa anazungumza vile Jackson, na huku alikuwa anampatia huyu mama bahasha yake. Asante sana baba. Nakushukuru sana mwanangu, Mungu akubariki sana. Kusema ukweli, alikuwa anazungumza vile huyu mama mtu mzima kwa sauti ya kutoamini kabisa, kama kweli kabisa ile bahasha iliyokuwa na pesa ilikuwa imeponi ya chupu kabisa kuibiwa na wezi, na huku alikuwa anapokea hiyo bahasha na kuchungulia ndani. Nakushukuru sana baba. Hata sijui nikupatia kitu gani kwa msaada mkubwa ulionipatia. Alikuwa anazungumza vile huyu mama ambaye sasa Jackson anamuona kwa ukaribu kabisa, na kukubaliana na macho yake kwamba hakukosea kabisa mwanzo alipodhani kwamba huyu mama alikuwa ni mrembo, na ni kweli kabisa alikuwa ni mrembo kweli kweli. Usijali kabisa mama, hakuna haja ya kunipatia chochote, na ni bora kama utaondoka mapema kabla hawajamaa hawajarejea tena hapa. Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa msisitizo ambaye kwa mwonekano wake ungejua tu kabisa kwamba alikuwa anajihusisha na kazi ngumu, ama alikuwa ni kijana kutokea katika maisha duni. Ni lazima tu atakuwa ni watu wanaonifahamu, na ndio maana wamevaa yale makofia ili kusudi mimi nisiwajue. Alikuwa anazungumza vile huyu mama, na huku alikuwa anaelekea kwenye gari na kuingia ndani. Jackson naye alikuwa anaanza kuondoka pale. We kijana, samani, nakuomba mara moja. Alikuwa anaita vile huyu mama ambaye sasa tayari alikuwa ameshaingia ndani ya gari. Jackson anarejea tena pale kwenye lile gari Toyota Prado, na anasimama mita kama moja kutoka kwenye mlango wa gari. Yule mama anaingiza mkono kwenye pochi yake ndogo na kisha kuibuka na noti 4 za shilingi 10,000. Nakushukuru sana kijana wangu kwa msaada huu mkubwa ulionipatia. Alikuwa anazungumza vile huyu mama, na huku alikuwa anampatia Jackson zile pesa. Hapana mama, wala usijali. Maana mimi sijakusaidia kwa sababu nataka malipo. Nimesaidia tu kama ambavyo mtu yeyote angeweza kukusaidia mama. Alikuwa anazungumza vile Jackson ambaye bila kuzipokea zile pesa anaamua kuaga na kuondoka zake, akimwacha huyu mama mtu mzima pamoja na watu wote waliokuwepo katika eneo lile ambao sasa walikuwa wameshaongezeka na kuwa wengi, wakiwa tu wanamtazama Jackson kwa mshangao na midomo yao ilikuwa wazi. Huwezi kabisa kuamini msikilizaji, kwa sababu kuna watu wengine walikuwa nafikia hatua ya kutoa kauli za chini wakilaani kitendo ambacho Jackson alikuwa amefanya cha kukataa pesa ambayo alikuwa anapewa, wakisema kwamba hayo yalikuwa na matumizi mabaya kabisa ya bahati. Sasa kama ni hivyo, si bora tu angewaacha wale jamaa waondoke na bahasha ya pesa? Mmoja alifikia hatua ya kuzungumza hivyo. Yaani unawaonea huruma matajiri?
Kwa nini wenzako hao? Mwingine alikuwa anazungumza vile, na huku alikuwa anaweka wazi fikra za watu waliokata tamaa na wenye mitazamo ya kivivu, wakimgeuza adui kila mtu mwenye mafanikio. Jackson hayo yote hakuyajali sana. Aliendelea tu kutembea, na huku hata yeye mwenyewe alikuwa ajue ni kwa nini hajapokea zile pesa, na wakati alikuwa anahitaji sana pesa japo aongeze na zile ambazo angewatumia wazazi wake huko kijijini, lakini akajikuta akiwa hatamani kabisa kuchukua pesa kutokea kwa yule mama. Jackson anasikia mungurumo wa gari nyuma yake. Anapogeuka na aliona lile gari la mama mrembo lilikuwa linakuja nyuma yake, na lilipofika usawa wake likapunguza mwendo. Samahani kijana, naweza nikakuuliza jambo? Alikuwa anauliza pale swali huyu mama mrembo ambaye alikuwa anaendesha gari taratibu sambamba na Jackson. Bila shaka mama, unaweza kuniuliza tu, anajibu vile Jackson ambaye pia alikuwa anatembea pembeni ya barabara taratibu. Ni kwa nini hujataka kabisa kupokea pesa ambazo nakupatia kama asante kwa kazi kubwa ambayo umeifanya? Alikuwa anauliza pale swali huyu mama, na huku alikuwa anamtazama Jackson kwa umakini mkubwa. Samahani mama, kwani ni kusema kwamba wewe pia ulipanga leo kwamba utaibiwa? Alikuwa anauliza pale swali Jackson, na huku alikuwa anamtazama huyu mama ambaye anashangaa mno kwa swali ambalo Jackson alikuwa ameliuliza. Hapana mwanangu, ningeweza vipi kuja huku kama ningekuwa najua kwamba naenda kuibiwa? Kwa hivyo sikuwa najua kabisa kama leo nitaibiwa. Alikuwa anazungumza pale huyo mwanamke kwa sauti ya kulishangaa swali la Jackson. Basi kivyovyote vile mama, wewe pia huku umeandaa pesa kwa ajili ya kunipatia mimi kama asante. Alikuwa anazungumza pale Jackson, na huku alikuwa anamtazama huyu mwanamke mtu mzima ambaye yeye aliacha tabasamu na kisha kuzungumza. Basi sawa, nakushukuru sana mwanangu, na ninaweza kusema kwamba nimekuelewa. Nadhani leo imekuwa ni ghafla sana, lakini unaweza kufanya hivi. Alikuwa anazungumza pale huyu mama mtu mzima, na huku alikuwa anasimamisha gari. Jackson naye anasimama na kisha kumtazama huyu mama ambaye anatoa karatasi ambayo ilikuwa imeandikwa jina pamoja na namba za simu. Kama utakuwa na shida yoyote ile siku yoyote ile, ama utakuwa na jambo lolote ambalo litakuwa linahitaji msaada, basi nipigie. Alikuwa anazungumza pale huyu mama, na huku alikuwa anampatia Jackson kile kipande cha karatasi ngumu. Sawa, nashukuru sana mama, anaitikia vile Jackson, na huku alikuwa anaachia tabasamu kabla huyu mama hajaondoa gari na kutokomea katika upande wa barabarani. Akimwacha Jackson, alikuwa anaweka kile kipande cha karatasi mfukoni na kuendelea tu na safari yake kwenda kutafuta chakula kama ambavyo alikuwa amepanga toka mwanzo, pamoja na kusafisha macho kidogo katika siku hii ya leo ya Jumapili. Lisali moja baadaye, kijana wetu Jackson Kifaru akiwa ameshamaliza kula, amekaa nje ya duka moja kati ya maduka mengi ambayo yapo kando kando ya barabara ya vumbi ambayo ipo pembezoni mwa barabara kuu ya lami ambayo inakwenda Morogoro. Jackson alikuwa ametulia tu pamoja na watu wengine wengi ambao walikuwepo katika eneo hilo. Macho yake alikuwa barabarani, anatazama magari vile ambavyo alikuwa anapita katikati ya barabara kuu ya Morogoro, pamoja na wanawake ambao walikuwa nakatiza katika barabara ya vumbi ambayo ilikuwa mbele yake. Watu walikuwa wamejaa na shughuli mbalimbali za hapa na pale zilikuwa zinaendelea. Pilika za wafanyabiashara na wateja wao pia zilikuwa zinaendelea. Jackson anatamani juhudi zake ambazo alikuwa nazo zimnasue kutoka kwenye umaskini ambao alikuwa nao, angalau hata familia yao irejea katika maisha mazuri kama mwanzo. Kichwani mwake kijana huyu kutokea Songea huko anaunda hadithi ya maisha yake ya baadaye, japo mara moja lilikuwa linamjia tukio la yule mama kuibiwa pesa na yeye kumsaidia. Ni kama vile Jackson alikuwa anahisi kuna sehemu alikuwa amekosea, kwa sababu asingeeleza shida zake kwa yule mama, lakini sasa anajipatia moyo kwamba pengine kuna tukio jingine kama lile huko mbeleni litakuja na litampatia maisha mazuri ambayo alikuwa anatamani. Wakati Jackson anaendelea kuwaza tu hili na lile kuhusu maisha yake, mara akaliona gari dogo Toyota Mark II rangi ya maziwa
lilikuwa linasimama kwenye kituo cha daladala ambacho kilikuwa kama umbali wa mita 30 mbele yake kutoka pale ambapo alikuwepo yeye. Ukweli kilichomvutia Jackson ilikuwa ni uzuri wa lile gari ambalo wakati huo yalikuwa ndio magari pendwa kabisa hapa Tanzania, na kilichomvutia zaidi ilikuwa ni barabara kubwa na jamaa mmoja alikuwa anashuka kutoka kwenye gari, na huku alikuwa amevalia suruali ya jinsi la blue na t-shirt nyeupe pekee. Lakini pia jamaa alikuwa amevaa raba nyeusi miguuni. Anasimama nje ya gari yake na huku alikuwa anazungumza na simu. Wakati jambo hilo linamvutia Jackson, lakini kuna jambo zaidi ambalo lilimvutia, ambapo Jackson alikuwa anaamini kwamba hakuwa na mtu mfupi bila kuwepo kwa mtu mrefu. Kwa maana kwamba kila kitu kina sababu yake, ni sawa tu na ndoto mbaya inavyokuwa ndefu. Maana dakika chache tu mbele Jackson anaiona pikipiki ilikuwa inasimama pale kituoni. Ilikuwa ni karibu kabisa na pale ambapo ilikuwepo ile Toyota Mark II, ikiwa na vijana wawili waliopakizana, na huku alikuwa amevalia zile kofia ngumu za usalama maarufu kama helmet. Walikuwa ni wale jamaa ambao walikuwa nataka kumwimbia yule mama, ambapo walishuka kwenye pikipiki na kumsogelea yule jamaa ambaye naye alikuwa ameshuka kutoka kwenye gari, na kisha walianza kumwelezea jambo fulani. Naye akaanza kuwaongelesha kama vile alikuwa na walaumu jambo fulani, na huku alikuwa anaonekana mwenye hasira sana kabla hajaingia kwenye gari na kuondoka zake, akifuatiwa na wale jamaa wenye pikipiki ambao nao walipanda pikipiki yao na kuondoka zao, na wote walikuwa naelekea upande wa barabara ya Dar es Salaam. Ilimshangaza kidogo Jackson, ambaye alikuwa na uhakika kwamba wale watu watatu walikuwa katika mpango mmoja wa wizi wa pesa za yule mama. Inawezekana vipi jamani, watu wamevaa vizuri kabisa kama vile, alafu wanakuwa wezi? Alikuwa anajiuliza valitu maswali Jackson, ambaye alikuwa anatamani japo angekuwa na nusu ya vile ambavyo alikuwa navyo wale wezi, kwamba asingehitaji kumtegemea mtu, achana na wizi ambao wale jamaa walikuwa naufanya. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele tu, na maisha yalikuwa yanazidi kusonga. Jackson alikuwa anafanya kazi sehemu mbalimbali akiwa pamoja na akina Bwengo na kujipatia pesa za kusaidia fundi ambazo alikuwa anagawa kwa ajili ya kuwatumia nyumbani kwake wazazi, huku yeye alikuwa anabakiwa na pesa ndogo tu kwa ajili ya matumizi yake binafsi. Mara kwa mara alikuwa analipia pesa kidogo katika kibanda cha simu, na alikuwa anazungumza na wazazi wake ambao walikuwa wanafurahia sana kupigwa simu na Jack, na huku alikuwa anamsisitiza kwamba kama ameshajiweka vizuri basi arejee nyumbani kwa ajili ya kuoa. Ni wazi kabisa kwa kuona kwamba kijana wao mpaka anafikia hatua hii ya kuwatumia pesa, basi wakajua kabisa kwamba alikuwa ameshayapatia maisha. Masikini hawakujua kabisa kwamba Jackson alikuwa anapitia mambo magumu sana huko Dar es Salaam, ambaye toka amefika huko miezi michache iliyopita mpaka sasa alikuwa hajawahi kabisa kulala kitandani, wala hajawahi kabisa kujifunika shuka. Sehemu ya kulala kwake haikuwa kipaumbele, mradi apate usingizi tu basi, hata mtaroni atalala. Zaidi pia wadogo zake walikuwa natoa maagizo ya vitu ambavyo alikuwa anahitaji, na huku wakati mwingine walikuwa natoa maombi mbalimbali pia. Kaka, basi uje unichukue na mimi nataka kuja kukaa na wewe huko Dar es Salaam. Na utakapokuja kaka, unibebe viatu, vile vingine ulivyoninunulia vilishakuisha tayari. Hivyo ndivyo namna ambavyo wadogo zake walikuwa wanazungumza, na Jackson alikuwa anatabasamu tu na huko machozi alikuwa anamtoka, hasa pale ambapo alikuwa anakumbuka kwamba wakati ule akiwa Lumesha yeye ndio alikuwa ni mwanafunzi msafi na maridadi kuliko wenzake wote, na sasa wadogo zake walikuwa wanazungumza mambo kwa urahisi kabisa bila kujua yeye alikuwa anapata shida gani huko Dar es Salaam mpaka kupata hizo pesa ambazo alikuwa anawatumia. Jackson kwa machungu ambayo alikuwa nayo aliendelea kufanya kazi kwa juhudi siku zote, na huko alikuwa anatuma pesa mara kwa mara huko Songea kwa wazazi wake, angalau wazazi wake na wadogo zake wapate kula na kuvaa vizuri. Lakini yeye mwenyewe alikuwa hajali kabisa wala kufikiria kabisa kama atahitaji kuwa na chumba wala atahitaji kuwa na vitu vya ndani kwa maisha ya baadaye. Kitu ambacho alikuwa nawaza yeye siku zote ilikuwa ni kupata pesa na kuwatumia tu wazazi wake huko Songea basi. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele tu, na huko Jackson alikuwa anazidi kupambania maisha yake. Na hata kuna wakati kijana wetu alikuwa anatamani kuwa na mwanamke, lakini hakudhubutu kabisa kufanya kama hivyo kutokana na mambo matatu. Moja, alikuwa anajua fika kabisa kwamba kuwa na mwanamke
kulihitaji kuwa na pesa za kutosha, na hiyo ni kutokana na simulizi za wenzake wa kina Bwengo. Kwa hivyo Jackson hakuwa tayari kabisa kutumia pesa zake kwenye mapenzi ambayo hayakuwa kabisa katika malengo yake ya baadaye. Lakini pili, Jackson bado alikuwa na woga na mahusiano, ukiachilia mbali matumaini ya kuweza kukutana na mpenzi wake Mona Lisa na kukutana naye kimwili, lakini bado alikuwa anakumbuka tukio la mwaka 1993 la kupigwa vibaya na Mwalimu Njovu kwa sababu ya Madam Yusta. Lakini tatu, ni kama vile Jackson alikuwa anaota ndoto za mchana kwa kuamini kwamba bado hajamwona mwanamke ambaye alikuwa na sifa ambazo anazihitaji mwanamke ambaye atakuwa anamhitaji. Ni kama Mona Lisa, mwanamke ambaye alikuwa ametoweka katika maisha yake na kumwachia alama ya meno kifuani mwake tu. Mwaka 2005 mwezi wa 3, siku 4 kabla ya Pasaka, kwa maana kwamba ilikuwa ni siku ya Alhamisi, siku ambayo shule nyingi nchini Tanzania zilikuwa zinafungwa, siku ambayo iliambatana na dalili za mvua toka usiku wa kuamkia siku hiyo. Siku hiyo ndiyo siku ambayo kijana wetu Jackson Kifaru, ambaye sasa alikuwa katika maeneo ya Kibaha kwa Matiasi pamoja na wenzake, walikuwa na malizia kazi ya ujenzi wa nyumba ya askari mmoja wa kambi ya Nyumbu. Walikuwa na malizia ujenzi wa nyumba moja ya askari wa kambi ya Nyumbu huko Kibaha. Ilikuwa ni siku ambayo wenzake na Jackson, yani wakina Bwengo wale mafundi, waliondoka mapema kabisa majira saa 8, wakimwachia Jackson sehemu ndogo ya kukusanya mchanga ambao wangeufanyia kazi siku ya Jumanne, siku ambayo walikuwa wamepanga kuendelea na kazi, ikiwa ni baada ya kuisha kwa sikukuu ya Pasaka siku ya Jumapili. Siku hii ilikuwa ni siku ambayo Jackson alipanga mara baada ya kumaliza jukumu lake, basi aende barabarani ambako kunapatikana ofisi za mabasi yanayokwenda mikoani, akatume pesa nyumbani kwa wazazi wake kama kawaida, zikawasaidia katika siku ya Pasaka, siku ambayo ilikuwa ni kubwa sana na siku muhimu kwa waamini wa dini ya Kikristo, hasa dhehebu la Kikatoliki. Jackson, ambaye kama kawaida yake alikuwa anaishi ndani ya jengo ambalo alikuwa anaendelea nalo na ujenzi, lililopo pembeni kidogo ya mtaa huu kwa Matiasi Kibaha, kama unaelekea upande wa eneo maarufu ambalo linajulikana kama eneo la Mwingira, aliendelea tu na kazi mpaka majira saa 9 za alasiri, na huku alikuwa anaangalia jua mara kwa mara, akihitaji kwenda kukabidhi pesa ziende Songea, pesa ambazo alizikusanya kwa wiki 2 sasa. Fahari ya Jackson Kifaru siku zote ilikuwa ni kuona mafao ya jasho lake yanarejesha furaha katika familia ya wazazi wake huko Songea, ambao walipoteza kabisa matumaini na kuingiwa na simanzi kubwa sana, na ukichukulia kwamba kwa sasa mama yake hakuwa vizuri kiafya, kwa maana kwamba kwa sasa alikuwa ni mtu wa kushinda nyumbani akiwapikia tu baba pamoja na wadogo zake, bila kujali mvua ambayo ilikuwa inanyesha kwa vipindi, wala bila kujali jua kali ambalo lilikuwa linawaka pale mvua inaposimama. Jackson alikuwa anaendelea tu na kazi mpaka saa 10 za jioni, akipanga bebe ndoo 20 za mwisho za mchanga ili kusudi amalize kazi hii ambayo alikuwa analipwa malipo ya ziada shilingi 4,000. Majira ya saa 11 za jioni, Jackson alikuwa anamaliza ndoo 2 za mwisho kupima mchanga nje ya nyumba ile ambayo ilikuwa imezungukwa na eneo ambalo lilikuwa na vichaka, na huko nyumba nyingine ilikuwa mita kama 50 kutokea pale ambapo alikuwepo yeye, kwa maana kwamba nayo ujenzi ulikuwa haujakwisha, japo tayari ilikuwa imezekwa. Muda wote wa kazi Jackson hakuacha kutengeneza taswira ya maisha yake mazuri ya baadaye, na siku zote alikuwa anavuta picha ya nyumba nzuri, magari mazuri pamoja na biashara, akiwa pamoja na wazazi wake, wadogo zake, mke pamoja na mtoto wao pia, katika maisha ambayo hakujua kabisa atayapata vipi. Jackson akiwa anaendelea tu na kazi yake ya kuchimba mchanga kwa kutumia bereshi ama spedi kama ambavyo inaitwa kwa lugha ya kigeni, na kuweka kwenye ndoo na kisha kwenda kuweka ndani ya jengo katika fungu moja tayari kwa ajili ya matumizi ya siku ya Jumanne, mara akasikia ngurumo ya gari katika upande wa barabarani. Kusema kweli kabisa, upande ule magari yalikuwa ni adimu sana. Kwa sasa akaamua kunyanyua uso wake na kisha kutazama katika upande ambao gari ilikuwa nasikika. Ni kweli kabisa, akaliona gari dogo nyeupe Toyota Mark II ambalo pia alikuwa nasikia watu analiita Barun. Jackson akaliona gari hilo lilikuwa linakwenda kusimama usawa wa nyumba ambayo ipo mita kama 50 kutokea pale ambapo alikuwa anafanya kazi yeye, yani katika nyumba ya yule mjeshi, yani ile ambayo ilikuwa imezekwa lakini haijamalizwa ujenzi wake. Ni kama vile Jackson analikumbuka lile gari,
lakini hakumbuki kabisa alishawahi kuliona wapi, lakini anajisemea tu mwenyewe kichwani kwamba magari yako mengi, na huku alikuwa anainama na kuendelea tu kujaza mchanga kwenye ndoo. Lakini kabla hata hajachota spedi mbili, mara akasikia ngurumo nyingine ya pikipiki, nayo ilikuwa inatokea katika upande wa mjini, yani kule ambako lilikuwa limetokea gari. Ni kama tu ilivyokuwa mwanzo, Jackson anaacha kazi yake na kisha kutazama katika upande ule ambako anaona kitu ambacho kinamshtua kidogo. Ilikuwa ni ile pikipiki ya siku ile ambayo ilitumika katika jaribio la kumwibia mama mtu mzima. Nayo ilikuwa ni kama siku ile tu. Ilikuwa na watu wawili walikuwa wamepanda, ambao wanalingana kabisa na wale wa siku ile kwa maumbo yao, japo leo hawakuvaa kabisa kofia ngumu. Pikipiki inakuja kusimama karibia na lile gari dogo ambalo sasa mlango wa dereva unafunguliwa. Anashuka mwanaume yule ambaye alionekana siku ile kule Miembe Saba, na leo pia alikuwa amevalia kimaridadi kama ilivyokuwa siku ile. Alikuwa amevaa suruali ya kitambaa chepesi rangi ya kaki, viatu vyeusi vya mchongoko kwa mbele, na shati jeupe lenye maua ya bluu na kijani, ambaye alikuwa anaongoza na sasa na wale jamaa waliokuwa na pikipiki wakiwa wanaelekea kwenye ile nyumba ya jirani ambayo bado haikuwa imemalizwa ujenzi wake. Mwanzo Jackson alianza kutia mashaka, lakini baada ya kuona walikuwa nakwenda kwenye ile nyumba, akaondoka na tu na wasiwasi, japo bado alikuwa na wasiwasi mkubwa kwamba kama wale watu wakimuona na kumjua kwamba ni yeye ndiye ambaye aliwaharibia mchongo wao siku ile, basi wanaweza kumdhuru. Jackson anaendelea tu kufanya kazi yake ya kujaza mchanga kwenye ndoo, akijitahidi kuwa makini wasimuone na kuja kumdhuru, kwa sababu alikuwa anaamini kabisa kwamba lazima wangetaka kumshambulia kwa sababu aliwaharibia mchongo siku ile. Jackson anapomaliza kupeleka mchanga ndani, wakati huo tayari wale jamaa watatu walikuwa wameshaingia ndani ya lile jengo la jirani ambalo lilikuwa limezungukwa na nyasi ndefu, naye anapata nafasi ya kuingia na kumwaga mchanga na kisha anatoka tena. Kwa umakini mkubwa kabisa Jackson anaendelea kujaza mchanga, na huku alikuwa anawasikia wale jamaa walikuwa wanazungumza maneno ambayo hakuwa anayasikia vizuri, na huku walikuwa wanaelekea barabarani. Kwa sasa mnatakiwa kuwa makini sana jamani. Hatuwezi kabisa kuacha umkwanja hata mara moja. Hiyo ilikuwa ni sauti ya mmoja kati ya wale watu. Jackson alikuwa anawasikia. Anatulia kimya, na huku alikuwa anaendelea kujaza mchanga mpaka anaposikia ngurumo ya gari na pikipiki zikiwashwa, naye anainua kichwa chake na kutazama. Anaona gari pamoja na pikipiki zote zilikuwa zinaondoka kwa kuongoza na kuelekea mjini. Jackson anashukuru sana kwa kuona kwamba wale jamaa wameondoka salama. Anaendelea tu kuchota mchanga na kupeleka ndani, na huku kichwani mwake ilikuwa namjia kumbukumbu ya tukio la mama mtu mzima mwenye urembo wake, na jinsi watu walivyoacha kumsaidia wakati ambao alikuwa naibiwa mpaka yeye alipomsaidia. Majira ya saa 10 za jioni, wakati Jackson akiwa amebakiza ndoo mbili kutimiza ujazo ambao alikuwa anahitaji, mara akasikia tena ngurumo ya gari na kumfanya astuke sana, na huku alikuwa ananyanyua kichwa chake na kutazama kule ambako ngurumo ilikuwa inatokea. Wanarudi tena. Alikuwa anazungumza pale Jackson kwa sauti ya mshtuko, na huku alikuwa anatazama katika ule upande wa mjini ambako sasa aliweza kuliona gari dogo Toyota Hiace, ambalo anaweza kuliona gari dogo Toyota Hiace lilikuwa linakuja. Na mbona leo magari yanakuja sana huku jamani? Kuna kitu gani? Alikuwa anajiuliza pale tu maswali Jackson, licha ya kutokuwa na gari wala baisikeli, lakini anaonyesha kutovutiwa kabisa na hili gari ambalo lilikuwa na muundo wa kizamani. Mimi siwezi kabisa kuja kuwa na gari kama lile, anajisemea vile Jackson, ambaye analitoa lile gari kwenye ndoto zake na kuendelea tu kuchimba mchanga pale chini. Na huku hii ilikuwa ndio safari ya mwisho, ili kusudi aweze kumaliza kazi ya kupima mchanga na kuelekea barabarani kwa ajili ya kutuma pesa kama ambavyo alikuwa amepanga. Jackson anaendelea kujisemea tu mwenyewe, na huku alikuwa anaendelea kulitazama ile gari ambalo linamshangaza zaidi pale ambapo analiona linakwenda kusimama pale ambapo lile gari dogo la mwanzo lilikuwa limesimama, ambapo sekunde chache baadaye anasikia lile gari lilikuwa linakwenda kusimama usawa wa ile nyumba nyingine. Ama ndo kusema kwamba jamaa anataka kuuza nyumba nini?
Alikuwa anazidi kujiuliza vile maswali Jackson Kifaru, na huku alikuwa anainuka tena na kutazama lile gari ambalo sasa alikuwa anaona lilikuwa limesimama pale pale ambapo lilikuwa limesimama lile gari la mwanzo. Nikipata nyumba yangu sintoweza kabisa kuuza hata kidogo. Alikuwa anawaza pale tu Jackson ambaye anaamua kuachana na hili gari na kuendelea tu na kazi yake. Lakini basi kabla hata hajafanikiwa kumaliza kujaza ndoo yake ya mwisho, mara Jackson akasikia, "Staki. Niacheni niende nyumbani, staki." Ilikuwa ni sauti ya mtoto wa kike kutokea kule kwenye gari. Jackson anaona mlango wa gari ulikuwa unafunguliwa. Anawaona wale wanaume wawili ambao muda mchache uliopita walikuwa wamekuja na pikipiki. Walikuwa namshusha binti mdogo kabisa kutokea kwenye gari, na huku alikuwa amemshikilia. Umri wake ulikuwa ni kati ya miaka 5 hadi 6, na alikuwa amevalia sare za shule, wakimlazimisha kuelekea kwenye lile jengo ambalo halikuwa limemalizika ujenzi wake. Kusema kweli kabisa, hiyo inamshtua sana Jackson, ambaye muda mfupi uliopita alisema mwenyewe kwamba hatoingilia mambo ya watu tena. Pumbavu kabisa. Hawa ndio wale ambao wanasikia siku zote kwamba wanabaka watoto hawa, halafu baada ya kuwabaka wanawaua. Alikuwa anazungumza vile Jackson, na huku alikuwa anashika vizuri kabisa ile spedi na kutembea kwa makini kuingia ndani ya jengo ambalo alikuwa anafanyia kazi. Kama ulikuwa nadhani kwamba alikuwa anakwenda kujificha huko, basi umekosa msikilizaji, kwa sababu bila hata kujiuliza mara mbili, Jackson anatokea upande wa pili wa nyumba na kisha kuanza kutembea kwenye usawa wa nyasi ndefu, na huku alikuwa anaelekea kwenye lile jengo la pili. "Niacheni, mimi sitaki. Namtaka mama, niacheni." Jackson alikuwa anaendelea kusikia tu sauti ya huyo binti mdogo ambaye sasa alikuwa na kokoto kuelekea kwenye lile jengo. "Sikiliza vizuri kabisa we panya. Kama utaendelea kutusumbua basi tunakuua." Sauti kavu kabisa ya kiume ilikuwa nasikika vile, na ilikuwa anazungumza kwa usikivu wa kuogofya mno. Jackson anakimbia kwa uharaka na kwa umakini mkubwa, akiwa anatumia maficho ya nyasi ndefu mpaka anapofanikiwa kuingia ndani ya jengo jipya la jirani, akiwa anatumia mlango wa uani, na kisha anajibanza kwenye chumba ambacho kiramani ilikuwa ni sehemu ya jiko. "Mfunge kamba mikononi pamoja na miguuni, alafu mzibe kabisa mdomo wake kwa kitambaa. Ngoja mimi nipige simu hapa." Ilikuwa nasikika sauti ya mwanaume mmoja alikuwa anazungumza vile. Alikuwa ni kati ya wale wawili ambao walikuwa kwenye pikipiki, sambamba na sauti ya mtoto wa kike ambaye alikuwa analia kwa uoga muda wote, na huku alikuwa anakaribia kabisa kuingia ndani ya jengo lile. Lakini kumbuka kwamba bosi amesema kwamba usimpigie simu mpaka mpango utakapokuwa umekamilika. Alikuwa anasisitiza vile mwanaume mwingine, na huku alikuwa anazidi kusogelea jengo jipya. "Nataka nimpigie yule mwanamke afanye mambo chapu kwa haraka." Alikuwa anajibu vile huyo mwanaume wa kwanza. "Basi sawa, lakini usisahau kutopoa laini utakapomaliza kuzungumza naye." Alikuwa anazungumza vile huyo mwanaume mwingine. Uzalendo ulimshinda kabisa kijana wetu Jackson Kifaru, ambaye hakusubiria kabisa waingie ndani ya lile jengo. Akaibuka mara moja na kisha kuelekea upande wa sebuleni, ambako anafanikiwa kumwona mmoja kati ya wale vijana alikuwa amemshikilia mtoto mdogo wa kike na alikuwa anamleta ndani ya jengo, na huku yule kijana mwingine alikuwa anasogea pembeni, na huku alikuwa anatoa simu yake. "Mnampeleka wapi huyo mtoto?" Alikuwa anauliza vile swali Jackson, na kuwafanya huyo ambaye alikuwa amemshika mtoto ashtuke sana. Hata yule ambaye alikuwa anabofya simu naye aligeuka kwa mshtuko na kutazama kule ambako alikuwepo mwenzie. "We fala, unafanya kitu gani hapa? Achana kabisa na mambo yasiyokuhusu, la sivyo tutakumaliza hapa hapa." Alikuwa anazungumza vile huyu jamaa ambaye alikuwa amemshika mtoto, na huku alikuwa amemtolea macho Jackson. "Mimi bora nife kuliko kuona mnamtendea uovu kama huu mtoto mdogo kama huyo." Alikuwa anazungumza vile Jackson ambaye chepeo alikuwa amelishikilia kwa nyuma, na huku alikuwa anamsogelea huyu jamaa. Yule jamaa kwa kuona kwamba Jackson alikuwa ameshindwa kabisa kupokea kitisho ambacho alikuwa ametoa, akamwachia yule mtoto mdogo na kisha kumsogelea Jackson kwa ajili ya kumshikisha adabu. Wakati huo yule mwingine alikuwa anamwahi mtoto wa kike na kisha kumshika.
Wakati ule jamaa akiwa ameshakaribiana na Jackson, ghafla akatoa macho kwa mshangao akiwa anamtazama Jackson ambaye pia alikuwa anazidi kumsogelea bila uoga. Oya, alafu wewe si ndo yule wa siku ile uliyetuzibu? Kwani hata huyu jamaa alimaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze? Jackson hakumpatia kabisa nafasi ya kumaliza kuzungumza, kwa sababu alimpiga na lile chepeo pale pale ambalo lilikwenda kutoa kichwani kwa yule jamaa ambaye anakwenda chini bila ubishi, na huku damu zilikuwa zinaanza kumtoka mdomoni kama panya, na ile jamaa anataka kuinuka. Jackson anamuongezea chepeo nyingine ya pili ya mgongo. Kuona vile sasa, yule mwenzake naye akamwacha mtoto na kukimbilia kwa haraka kule ambako mwenzake alikuwa anapokea kipigo, na ile anafika tu hakuzubaa, yani kitendo bila kuchelewa akamfyatua mtama Jackson ambaye hakutegemea kabisa tukio kama hilo, kwa sababu alianguka mzima mzima na huku chepeo lilikuwa linamtoka mkononi. Hapo sasa wote wawili wakaanza kumshambulia Jackson kwa ngumi na mateke. Yule mtoto ambaye aliona alikuwa ameshapata mtetezi alikuwa analia tu, na huku alikuwa anamtazama jinsi mkombozi wake alivyokuwa anapokea kichapo. Sasa nasema kwamba leo mwisho wako ndio umefika, mshenzi mkubwa wewe. Umezoea sana kila siku kutuharibia michongo yetu. Alikuwa anazungumza vile kwa sauti ya hasira mmoja kati ya wale jamaa wawili, na huku alikuwa anaendelea kumpiga Jackson ambaye kila pale ambapo alikuwa anataka kujiinua alikuwa anakutana na kipigo na kurejea tena chini. Hapo sasa Jackson ambaye aliona wazi kabisa kwamba tayari wale jamaa walikuwa wameshamshinda nguvu, anapata wazo la kukimbia. Lakini sasa anajiuliza kwamba ataweza vipi kukimbia wakati wale binti alikuwa amesimama na alikuwa analia, kwa maana kwamba kama atakimbia anamwacha mtoto mdogo katika matatizo makubwa. Wakati anazidi kuwaza hayo yote, mara Jackson akasikia mguu wake alikuwa anakanyaga kwa nguvu na mmoja kati ya wale jamaa waliovalia buti. Jackson anahisi maumivu makali sana ya mguu. Anaona hakuna namna zaidi ya kujaribu kukimbia katika eneo hilo, ya kwamba huu moto ambao alikuwa ameuingia haukuwa ni saizi yake. Mtoto, kimbia! Kimbia mtoto! Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa kupiga kelele, ambaye kichwani mwake alikuwa anawaza na kufikiria kwamba kama binti atakimbia na kufika mbali, basi na yeye atapata nafasi ya kukimbia, lakini binti haonyeshi dalili ya kuondoka. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa hajui ataondoka vipi kutoka huku nje kabisa ya mji na kufika nyumbani kwao ama hata kufika barabarani. Mshike mtoto, mimi nimalizane na huyo fala hapa. Alikuwa anazungumza vile mmoja wao kutoka chini. Ni yule ambaye alikuwa anataka kupiga simu, na huku alikuwa anaokota chepeo lile la Jackson. Wakati huo yule mwenzake, yani yule ambaye alikuwa amemshika mtoto mwanzo, alikuwa anaacha kumpiga Jackson na kumfuata yule mtoto wa kike. Ile Jackson anawaza ni kitu gani ambacho afanye. Mara akaona yule jamaa alikuwa anashusha chepeo kwenye mguu wake ule ambao alikuwa ameukanyaga mwanzo. Jackson alipiga kelele, na huku alikuwa anashuhudia alama kubwa ya donda katika mguu wake ambalo lilikuwa ni mchaniko ulioanza kuvujisha damu kwa wingi. Yule mtoto ni kama vile alikuwa anamjua Jackson, kwa sababu naye alikuwa anapiga kelele kubwa sana za uchungu kumwonea huruma huyu mtetezi wake, na huku akiwa anasema kwamba wamwachie. Mtoto yule alikuwa anazungumza kwa sauti ya uchungu, japo haikusaidia kabisa kitu, kwa sababu yule jamaa anainua tena chepeo tayari kwa ajili ya kuishusha sehemu nyingine ya mwili wa Jackson. Lakini kwa sasa Jackson hakutaka kuwa mnyonge zaidi, kwa sababu kabla chepeo haijashuka chini, jamaa akastukia lindi la mchanga lilikuwa linakuja usoni mwake na kutua sawia kabisa kwenye macho. Jamaa anapiga kelele, na huku alikuwa anaachia chepeo na kupeleka mikono yake usoni. Sasa hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana ambalo alikuwa amefanya, kwa sababu Jackson anadaka lile chepeo, na bila kusikilizia maumivu akainuka mara moja kutokea pale chini, na huku damu zilikuwa zinaendelea kuvuja kwenye mguu wake. Anavurumisha chepeo moja kichwani mwa yule jamaa ambaye anakwenda chini moja kwa moja. Anapotaka kujiinua anakutana na chepeo nyingine ya pili, na damu zinamtoka puani na mdomoni pia, na anashindwa kabisa hata kuomba msamaha. Kuna hivyo sasa yule mwenzake anamwacha tena mtoto na kumfuata Jackson, ambaye bado alikuwa anaendelea kushusha chepeo katika mwili wa yule mwenzake, akitegemea kwamba atafanya kama ambavyo alikuwa amefanya mwenzake wakati ule, kwamba amfiatue mtama Jackson. Lakini sasa haikuwa ni kama hivyo ambavyo alikuwa anawaza,
kwa sababu ile kufumba na kufumbua alishtukia chepeo ilikuwa inabadilisha uelekeo na kuja katika usawa wa uso wake, na ikatua kisawasawa kabisa usoni kiasi cha kumtupa chini. Na ile anataka kuinuka tu, tayari chepeo nyingine ilikuwa njiani inakuja kichwani, na bila kizuizi chochote ilitua kichwani. Hapo sasa yule wa mwanzo akaona isiwe tabu, akajienua na kisha kuanza kuondoka kwa kuchechemea kuelekea kule ambako alikuwa ameliacha gari. Jackson alipotaka kumfuata yule jamaa, akahisi maumivu makali sana ya mguuni, na anapomgeukia huyu wa pili, anamwona naye tayari alikuwa ameshainuka na kuanza kukimbia kumfuata mwenzia kule kwenye gari, lakini ilikuwa ni kwa mwendo wa kupepesuka. Wanapolifikia gari wanaingia na kisha kuliwasha, na kisha wanaondoka kuelekea nje kabisa ya mji, yana upande ambao gari ilikuwa imetazama. Jackson alikuwa na utazama tu mguu wake kuona alikuwa ameumia kiasi gani. Anamwona yule mtoto mdogo alikuwa anamfuata mbio mbio na kumshika mkono. Mtoto, unatakiwa kuondoka kabisa hapa mara moja, kwa sababu wale watu lazima watakurudia tena. Alikuwa anazungumza vile Jackson, ambaye ni wazi kabisa kwamba alikuwa anasikia maumivu makali kutokea kwenye mguu wake wa kushoto ambao sasa ulikuwa na kidonda kikubwa. Anko, naomba unipeleke nyumbani. Alikuwa anazungumza vile huyu mtoto wa kike ambaye alikuwa anaung'ang'ania mkono wa Jackson, na alikuwa anazungumza kwa sauti ambayo bado ilikuwa imejaa hofu na uoga pamoja na kilio kwa mbali. Jackson anautazama tena mguu wake, anaona sasa ulikuwa na vuja damu nyingi. Na nyumbani kwenu ni wapi? Alikuwa anauliza pale swali Jackson, na huku alikuwa anaanza kutembea akitumia chepeo kama kitembeleo, na huku mtoto wa kike alikuwa anamshika mkono wa kulia, na walikuwa wanaelekea kwenye ile nyumba ambayo Jackson alikuwa anafanyia kazi ya ujenzi. Nyumbani kwetu ni kule Kibamba shule, alikuwa anajibu vile mtoto, na huku alikuwa anaendelea kutembea akiongozana na Jackson ambaye alikuwa anamuona kama mkombozi wake. Sawa basi, nitakupeleka mpaka stendi alafu kapande gari. Ngoja kwanza nifunge kidonda changu. Alikuwa anazungumza vile Jackson, na huku alikuwa anaendelea kutembea. Lakini mimi sijawahi kabisa kupanda daladala. Naomba tu unipeleke mpaka nyumbani anko. Yule mtoto mdogo alikuwa anazungumza vile, ambaye bado alikuwa amemshika Jackson katika mkono wake wa kulia. Wanatembea tu kimya kimya, na huku Jackson anawaza namna gani atakavyoweza kuvumilia maumivu ya mguu wake mpaka afike huko Kibamba shule, ambako alikuwa anakujua japo sio sana, kwa sababu alikuwa anapita mara kadhaa. Hata wanapofika na kuanza matibabu, Jackson bado alikuwa hajapata jibu sahihi. Unasoma shule gani? Na shuleni huu unafikaje? Alikuwa anauliza pale swali Jackson wakati anachana moja kati ya t-shirt lake safi, na kisha kuanza kujifunga kidonda chake ambacho sasa damu ilikuwa imeanza kukauka. Msikilizaji, mtoto huyu ambaye Jackson alikuwa amemwokoa kutokea kwa watekaji, bila shaka ndio mtoto yule ambaye mwanzo kabisa wa simulizi katika episodi ya kwanza tuliona alikuwa analiliwa sana na mama yake pamoja na bibi yake kwamba alikuwa ametekwa, na ghafla tu anaona alikuwa anakuja nyumbani peke yake, na huku hawajui kabisa watekaji walikuwa wameishia wapi na pesa ambazo walikuwa wanahitaji. Sehemu ijayo tutaanzia hapa katika hii nyumba. Mara baada ya Jackson kumkomboa huyo mtoto, sasa alikuwa anatakiwa kumpeleka huko nyumbani kwao Kibamba shule kama ambavyo mtoto alikuwa anazungumza. Mimi naitwa Felix Mwenda, tukutane katika sehemu ya 9.